kufa, lakini Baba kwa upendo wake, Baba kwa upendo wake anasema Mwanzo 3:15, kwa uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa. Atamponda nyoka kichwa. Amen. Atamponda kichwa. 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 Kichwa kiponda. Atamponda kichwa. Yesu aliyezaliwa alikuja na uweza na mamlaka. Yesu aliyezaliwa kwa tumbo la Mariamu. Unabii unatimia sasa na Yesu, ya kwamba unapomwamini Yesu, kila kitu kiko chini. Kila kitu kiko chini. Uchawi uko chini. Mateso yako chini. Laana iko chini. Maana inaandikwa katika Wafilipi cha Warumi sura ile 16 mstari wa 20, atamshika Shetani kwa upesi chini ya miguu yako. Imeandikwa katika kitabu cha Malaki, na Mungu anayeachilia jua lake chini ya mbawa zake, wale wanatoka na kutoka kama majivu watafanyaga waovu kama majivu chini ya miguu yao. Shetani ana mamlaka tena. Mwagiza na mamlaka tena. Yesu ogope kuwiliwili. Yesu ogope mkia. Yesu ogope kuwiliwili. Hapana, umepewa mamlaka na upendo, umependwa na Mungu. Mungu anakupenda mchana wa leo. Mungu anakupenda baba. Mungu anakupenda baba. Mungu anakupenda mtoto wa baba. Mungu anakupenda siku ya leo. Anasema na wapenda wananipenda na wanikutao kwa bidii hao wataniona. Mungu anakupenda. Na kuona utukufu wa Mungu katika nyumba hii. Kuna watu wanataka kuhudumiwa sasa hivi. Kuna utukufu wa Mungu kwa hapa. Upo hapa. Hapa sasa hivi. Haijalishi unapitia jambo gani. Haijalishi ni nini kinachotembea kwenye maisha yako. Haijalishi ni nini ambacho unakisikia. Lakini nauona upendo wa Baba. Ulima mwingi ni upendo wa azabu. Upendo wa Mungu ni wa azabu. Baada ya kuzaliwa Yesu alitoa msalabani. Pale msalabani Kalvari anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Upendo wa agape. Huyo upendo wa Baba anatoa uhai kwa ajili ya watoto wake. Ndivyo ilivyo Baba. Huyu ni Baba mwenye upendo. Huwezi kuruhusu leo uendelee kuonewa na wasengenyaji. Huwezi kuruhusu leo ndoto mbaya ziendelee. Huwezi kuruhusu leo na umaskini na mateso kuendelea kwenye maisha yako. Maana yeye yupo kwa ajili ya kupigania, ili ya kuokoa kila dhuluma. Soma katika Isaya. Soma katika Isaya 41 mstari wa 10. Isaya 41 mstari wa 10. Wachawi hawawezi, waganga hawawezi, Freemason hawawezi, Illuminati hawawezi, wanajimu hawawezi. Yupo mmoja mchana wa leo. Yeye amesimama kwa ajili ya mahali hapa sasa. Yupo kwa ajili hapa sasa. Na malaika wa moto hapo sasa kwa ajili ya kazi. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi Mungu wako nitakutia nguvu na nitakusaidia na nitakushika mkono wa kuume wa haki yangu. Bwana akasema maneno haya, anayesema kinywani mwako leo, aliyesema na baba zetu waliopita. Lakini leo maneno haya anaambiwa nani? Anaambiwa mtu mmoja wa Mombasa, anaambiwa mtu mmoja wa Kenya, kwamba mimi usiogope, kwa maana mimi niko pamoja na wewe. Niko pamoja na wewe. Anasema usifadhaike, kwa maana Mungu wako nitakutia nguvu, na anasema nguvu nitakusaidia, nami nitakushika mkono kwa mkono wangu wa kuume wenye haki, wenye nguvu, ili nikusaidia. Ni nani mwenye maneno ya upendo kama haya? Inawezekana mama yako ana maneno mazuri kama haya. Inawezekana rafiki yako, jirani yako ana maneno mazuri kama haya. Madaktari walioenda wakutilia ugonjwa wako wana maneno mazuri kama haya. Rafiki zako wana maneno mazuri kama haya. Lakini yuko mmoja mbinguni. Yuko Yesu.
Yesu rafiki wa kweli, ambaye aliacha kaburi, aliacha mbingu hizi, akaenda kwa Baba juu, rafiki yako pekee mwenye kutupatanisha na Baba na kuleta baraka na amani kwenye maisha yetu. Yeye yupo mchana wa leo ili apate kusaidia, yupo ili apate kusaidia. Biblia inasema katika Yeremia 1:8, usiogope kwa ajili ya hao kina nani, hao wachawi, hao waganga wanaosumbua, hizo njaa, hizo laana walizona kwenye ukoo. Leo ninazaa kinakufa, kesho ninazaa kinakufa, leo ninaolewa ninaachika, leo sijaoa siolewi. Usiogope kwa ajili ya hayo, usiogope kwa ajili ya hao. Bwana anasema niko pamoja na wewe ili nikusaidie Israeli. Wewe ni Israeli wa imani, wewe ni Israeli wa imani wa Bwana, mteule wa Bwana, wewe ni mtoto wa Bwana, mtu mteule. Usiogope. Anasema usiogope kwa ajili ya hao. Yawezekana kuna hali mbaya imetokea, yawezekana kuna dhoruba, yawezekana watu wamekunenea mabaya, yawezekana ni bosi wako amekudharau kazini, yawezekana ni mshahara kazini hawataki kukupandisha kwa ajili ya chuki. Sina nikwambie, Bwana anasema usiogope kwa ajili ya hayo. Yupo ili akusaidie, yupo ili akupiganie. Yawezekana ni biashara yako kila ukianzisha inakufa, kila ukianzisha inakufa. Umeajiriwa kazini inakufa biashara ya mwenzako. Sina nikwambie, Bwana anasema yupo ili apate kukusaidia mchana wa leo. Mapepo hawezi, mapepo hayawezi, magonjwa hayawezi kutulia. Hata sasa yanatetemeka, hayawezi. Lakini usiogope wewe Yakobo mtumishi wangu, wala usifadhaike Israeli, maana tazama nitakuokoa toka mbali na uzao wako toka nchi ya uhamisho wao. Nao Yakobo atarudi, naye atatulia na kustarehe, wala hapana mtu atakaye mtia hofu. Amen. Kuna pointi za msingi kwenye mstari. Pointi ya kwanza ni Yakobo mtumishi wa Mungu, kwamba Bwana anasema asiogope. Wewe ndiye uliye hapa, Mungu amekuchagua, amekuita kama mtumishi wa Mungu katika anga la Mombasa. Simama ukijiona mimi nani ni mtumishi katika zamu ya kusimama katika kutumika, wala usiogope. Pia anasema Israeli, maana tazama nitakuokoa toka mbali na uzao wako na nchi ya uhamisho wao. Yakobo atatulia, atarudi. Kwa hiyo tunaona jambo lingine ni kurejeshewa haki zao za msingi, ni kurejeshewa haki zao za msingi. Sikiliza nikwambie, Mungu ni hali yake kuwarejesha watu kutoka mahali palipo hapastahili kwa maisha yao, kurejesha amani, kurejesha uzuri, kurejesha afya njema. Ni haki ya Mungu ambaye ni baba yako. Hata kama kuna jambo limeruhusu, hata kama ni jambo limeonekana kama wamesema wewe utaishi, sikiliza, utaishi kwa jina la Yesu. Ahadi nyingine na hii ni kwamba atawatoa katika uhamisho na kurudi, lakini naye atatulia na kustarehe. Aliyetamka neno hili kwamba utastarehe si mchungaji Lona, ni Mungu asemaye utastarehe. Neno lake ni kweli na ndio, neno lake linasimama milele, neno lake halibadiliki. Yeye sio kama kinyonga badilike. Hapana, yeye aliumba, hajawahi kuumbwa na akaishi milele, hakifiki na chochote. Huyo ndiye aliyesema ni baba yako, anayesema usiogope, yeye ni baba yako. Usiogope mchana wa leo kwa ajili ya kila wewe ukiona, usiogope kwa ajili ya wanaosema, usiogope kwa ajili ya majira, usiogope kwa ajili ya kazini kwako, usiogope kwa ajili ya vitu vya kazini, vitu vyako vile kazini, kwa jina la Yesu. Usiogope. Hakuna atakayekutia hofu. Mapepo hawakwezi, majini hawakwezi. Usiogope. Nimekuja nikwambie usiogope. Usiogope kwa yale unayoona. Hata wamevunja chungu cha panda za dhahabu, wanajitahidi kujaza chungu ya dhahabu wavunje. Usiogope. Tembea kifua mbele, unaye Yesu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu yote, mwenye uweza. Amen. Kama kuna dhambi mbaya katika ushirikina
ni kuogopa. Kama kuna dhambi mbaya katika ufalme wa giza, mtu aliyoitwa kuwa mganga kienyeji, mchawi kule, mchawi hataki kuogopa hata sekunde. Mchawi hataki kuogopa hata sekunde moja. Nimeenda makaburini usiku wa manane. Kaburi moja unaenda peke yako usiku wa manane, makaburi yamejaa hapo, wewe peke yako. Makaburi yamejaa pale kibao, na unatakiwa uende ukiwa umejiconnect vizuri, umejipanga vizuri, ili uweze kwenda pale makaburini. Unapofika pale makaburini pale, kuna hali fulani unaweza ukaiona, lakini unapaswa uwe makini sana. Pale makaburini, kuna nguvu inaweza ikainuka, inaitwa mizuka. Kwa hiyo sisi wakati tunafanya kazi za ule uganga, uchifu, uganga kienyeji, uchawi, tunaenda pale tukiwa tumejiconnect na dawa vizuri, tumejiweka vizuri. Haiza nitaenda uchi kabisa au nimevaa kaniki nyeusi. Sijasema kuvaa nguo nyeusi ni dhambi wala itakusumbua. Matumizi. Juzi nilizungumzia unga wa sembe. Sembe tunaujua. Si mtamu kwa ugali. Lakini ulisikia nilisemaje siku ya kwanza ninapoingia kwenye kazi? Ndio nilianza kuombea kama sadaka kwenye ule mti. Amen. Kwa hiyo tunaona naenda pale. Nikifika pale ninaenda Aisha, nimesema naenda sasa. Hapa ninaenda kutengeneza dawa ambayo ninataka nifunge huo mtaa, watu wapate roho za kujinyonga nyonga. Naenda pale nachukua kamba ya mtu aliyejinyonga, natengeneza dawa, nachukua udongo mzuri kutoka kwenye kisuguu. Kichuguu mnakifahamu? Kichuguu ni sehemu kilima kidogo ambacho kinatengenezwa na mchwa, vinainuka, udongo wake unashikana sana. Nachukua kile kijamaa, anapokuja mtu anasema nahitaji fulani akutele, nachukua ule udongo, nachukua nguo kutoka kwa yule mtu kidogo au chochote kwa yule mtu, natengeneza sanamu. Naenda chukua sanda kaburini zilizokwisha tumika muda mrefu, kwa marehemu ameshakufa, ameisha, zimebaki vitambaa, kitambaa kinachukuliwa. Hizi ni kazi za giza. Baada ya kuchukua kile kitambaa, nakuja natengeneza, nachanganya na kile kisanamu. Nachukua na vitu vya yule mtu, nachanganya na kile kisanamu. Baada ya kuchanganya, naenda kaburini, kaburi ya mtu mzima alikokufa. Nachimba kaburi ndogo pale juu. Kisha nailaza ile sanamu, nasema wewe sio sanamu tena, wewe ni fulani, ninakulaza hapa. Kama huyu fulani ataamka atembee, na huyu fulani aje amke atembee. Kama huyu alivyolala hapa, na huyu fulani afe. Sikufundishwa na baba na mama, ni shetani. Baada ya kumwamini chifu wangu, nikampokea roho chafu, kaanza kuniendesha kufanya vitu vibaya. Mimi niliogopa kupitia kaburi moja, nikiona napita mbali, niliokota udongo kaburi 100, 1, 2, 3, 4 mpaka 100. Natembea nazo kwa ajili ya kufanya makafara makubwa makubwa. Sikufundishwa na baba na mama. Uwezo wa kichawi ulipanda mno. Nikaanza kutengeneza vitu vya kuvaa kwenye mwili. Baada ya muda fulani, mapepo alinifundisha kutumia, chukua mti. Unaona kaburi likichimbwa, pembe 4 wanawekaga mti huku na huku na huku na huku, si ndio? Ili kudhibiti, kujua shimo letu limeishia hapa. Baada ya kufanya vile, nachukua mti ule umetolewa, umetupwa juu ya kaburi. Hawapelekaji bado, natupa pale juu ya kaburi. Nikaenda kanisa moja, kazikuta wana makaburi yao kule. Dini zetu zile kwenda sema dini kubwa. Dini kubwa ya kwanza, kuna dini kubwa ya kwanza. Dini kubwa ya kwanza ni Yesu Kristo pekee, utakapomkiri kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Yaani ukiwa utamkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha, na kama umemkiri unatembea naye kama mama mkwe, shangazi, mjomba, uko kwenye hatari. Tembea na Yesu kama rafiki wa kweli, mwenye uhakika una rafiki wa kweli, mwenye nguvu na mamlaka yote mbinguni mpaka duniani. Aliyesema usiogope atakupa na mamlaka kubwa toka juu. Yesu ni mamlaka. Soma katika kitabu cha Wafilipi. Naenda kumalizia, muda si mrefu. Nasikia wingu linatembea hapa, na kuna mtu anamgusa Yesu sasa. Na kuna watu wanamgusa Yesu sasa. Uona uwepo wake na nguvu. Wafilipi sura ya 2. Wafilipi sura ya 2.
sura ya 2 mstari kuanzia wa 8. Tasoma kidogo kama vile mashine, sawa Tutasikilizana. Sikiliza. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Biblia inasema Yesu alipoonekana ana umbo kama la binadamu, alinyenyekeza akachukua kufa msalabani, mpaka kwenda msalabani. Mstari wa 9 unasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Amen. Baba anayekupenda amekupa na mamlaka. Baada ya kuamini kazi ya msalaba wa Yesu, ameachilia na mamlaka ambayo anatembea nayo kwenye maisha yako. Wewe kazi yako ni moja tu. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Yapo majina mengi duniani, yapo majina mengi lakini hayawezi kutajwa, hata leo yametoa pepo. Yapo majina mengi lakini hayawezi kusamehe dhambi. Yapo majina mengi lakini hayawezi kuponya kansa. Yapo majina mengi lakini hayawezi kufungua fahamu zilizofungwa. Yapo majina mengi hayawezi kufungua matumbo ya ukasa. Yapo majina mengi hayawezi kuondoa ukasa wa kibiashara. Yapo majina mengi hayawezi kuondoa mauti ndani yako, lakini lipo jina moja lipitalo kila jina, ni jina la Yesu Kristo. Na kila goti lipigwe, la mbingu na mbinguni na mbingu na duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana wa utukufu wa Mungu Baba. Jesus is God. Jesus. Mamlaka uliyopewa ni Mungu. Jesus. Imezidi kila kitu ulicho nacho. Jesus. Imezidi kila kitu ulicho nacho. Jesus. Mamlaka ya jina la Yesu. Jesus. Umediriniwa jina lipitalo kila jina. Wewe umepewa jina la Yesu. Jesus. Mungu amekupa jina leo. Amekupa mamlaka mikononi mwako. Ninatabiri mchana wa leo, mikono yako itawaka. Jina la Yesu. Ninawatakia Mungu nikafanyishe kwa jina la Yesu. Ninawatakia nikatoblee kwa jina la Yesu. Wanataitea alipoonekana ana jina, alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akashuka, akaamua kwenda msalabani. Huyu ni Mungu mwenye upendo usio wa kawaida. Ni Mungu mwenye huruma isiyo ya kawaida. Ni nani mwenye upendo kama huyu? Sijamuona mbinguni na hata duniani. Yuko mmoja, ni Mungu aliyedhihirisha mwanaye, aliyedhihirisha jina. Mitume wakasema hapana jina jingine tulilopewa lipitalo kila jina, litupasalo sisi kuokolewa kwalo ni jina la Yesu peke yake. Jina la Yesu linafungua kazi. Jina la Yesu linaondoa magonjwa. Jina la Yesu linaondoa vita. Jina la Yesu linaahirisha mauti. Jina la Yesu linaahirisha mateso. Jesus. Jina la Yesu ni Mungu. Umepewa mamlaka. Madaktari wanaposomesha watu makazi, wanaposomesha madaktari bingwa, huwa wanawapa na darubini kwa ajili ya uwezo kuangalia. Wanapoenda wanajeshi kule jeshi, wanaenda kusomea mambo ya vita, kupigana vita, huwa wanapewa na mitambo kwa ajili ya vita. Wanapewa mamlaka zote, wanapewa. Umepewa mamlaka ipitayo kila mamlaka. Umepewa jina lenye mamlaka kupita yote. Maana yake umepewa mamlaka duniani na mbinguni. Sikiliza nikwambie, Yesu akasema katika Luka, ile Luka sura ya 17-19. Na hili nimetoka kusema kama ndio kuandika andika. Hiyo Filipi tumesema ni mbili, kuanzia Filipi 2:8-11. Maana tumepewa jina kwa kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri. Magonjwa yatakimbia. Mapepo
Mapepo watakiri Yesu ni Bwana. Wachawi watakiri Yesu ni Bwana. Maso watakiri Yesu ni Bwana. Wachawi watakiri Yesu ni Bwana. Nawe watano Yesu ni Bwana. Wakuu wa timu watakiri Yesu ni Bwana. Watamkiri Yesu ni Bwana. Wakuu Bwana yu hai. Yu hai. Anasema usiogope. Utayaona mambo makubwa kabla hujafanya. Utayaona. Biblia inaniambia siku zile wakaondoka wale 70 wakaenda huko na huko kama inasema. Biblia inasema walikwenda wakahubiri habari za Kristo, wakatangaza habari za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu. Nimekuja nikwambie Yesu ni Bwana. Nimekuja nikwambie Yesu ana mamlaka. Nimekuja nikwambie Yesu ni moto mlao. Hakuna jina linaloogopeka. Taja majina yote kwa rafiki zako. Piga story zote kwa rafiki zako. Ukizungumza Mungu hautawasumbua. Sababu iko Mungu kibao. Hakuna jina linaloogopeka kuzimu na mbinguni pote. Ni jina la Yesu. Utasema Mungu wangu, Bwana wangu, hawatakuelewa. Sema Yesu wangu. Wewe toka na Yesu wako. Toka na Yesu wako. Wewe na Yesu wako naye. Ringa na Yesu wako kwa sababu umepewa jina la Yesu. Umepewa jina lenye mamlaka, lenye uweza na mamlaka. Majina wewe mzima. Majina wewe kukaa. Majina wewe kukaa. Jesus katika jina. Jesus kapo. Jesus. Majina yanakaa kwa siri. Jesus. Uchawi kwa siri. Jesus. Wewe kukaa. Jesus. Wewe kukaa. Wewe kukaa. Walipoenda wale 70 wakahubiri habari za ufalme wa Mungu. Wakahubiri na kuhubiri. Wakarudi wale 70 wanasema, Bwana, hata mapepo wanatii kwa jina lako. Mapepo wanatii kwa jina lako. Sikiliza mamlaka. Sikiliza azoti waliopewa. Sikiliza mamlaka. Yesu akasema, wale jamaa wakarudi wakamwambia Bwana wao, Bwana, hata mapepo wanatii kwa jina lako. Yesu akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Akasema, nimewapa amri, mamlaka ya kukanyaga nyoka na nguvu zote za ulimwengu, wala hakuna chakula nzuri ninachotoa mchana wa leo. Na unaona moto. Kaambia nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nguvu zote za ulimwengu. Mungu zote za ulimwengu. Jesus. Child of grace. God of grace. Yes, amesema. Child of grace. Amesema mamla. Ya kwa Mungu. Mungu mtakatifu. Bila usahau. Ya, shalom. Nikukaribishe kusupport vipindi vyetu. Karibu sana wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Pastor Maliti Ushuhuda. Karibu sana kwa namba zetu za kuchangia sadaka. Tuma sadaka yako kwa namba ya Safaricom M-Pesa Kenya na M-Pesa Tanzania hapo na Airtel Tanzania. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu sana kununua vipindi vyetu na Mungu wa mbinguni akubariki.